hawajui watalala wapi na kuamkia wapi. Nafanya kazi kwenye grupu hilo na kituo kimoja ambao na Azaria Group. Ni kijana mmoja Sunday alikuwa amesomeshwa pia na vituo vinavyolelea watoto yatima, na akaamua baada ya form 6 kusema na mimi nataka kufanya kazi hiyo nzuri ya kusaidia watoto wanaotoka kwenye changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo grupu ya pili, ya kwanza ni ya yatima, ya pili hao mitaani. Ya tatu ni watoto ambao hawamfahamu baba yao bali wanamfahamu mama, lakini pia wamekuwa wakikaa kwenye mazingira magumu sana ya maisha, kwenye mazingira ya kwenye mabaa. Kwa hiyo kuna dada wawili Tegeta hapo wanapita kwenye maeneo ya namna hiyo, wananiletea hao watoto. Wako 16 nilionao kwa sasa. Bahati mbaya sana 4 kati yao walifanywa ukatili wakiwa kwenye mazingira hayo, na mtoto anakuja hapa na vidonda vikubwa moyoni, majeraha makubwa sana. Grupu ya mwisho ya 4 ni watoto ambao wanaletwa hapa na mtu kama wewe. Inawezekana kwenye jumuiya yako, kwenye kigango, parokiani, kuna bibi ana mjukuu, mama baba wamefariki, yule mjukuu haendi shuleni, miaka 13 14, nao wengi hapa watu tunawapeleka MEMKWA. Kwa hiyo tunawachukua hao, tunawasaidia, lakini lazima tujihakikishie kwamba kweli huyo mtoto hana mtu wa kumsaidia. Na lengo letu sio kumtoa mtoto kwenye familia yake kumleta kituoni, bali kama kuna mtu wa kumlea, watu tunapendelea zaidi kuwasaidia huko walipo kuliko kuwaleta kituoni. Kuja hapa ndio last option, ndio uamuzi wa mwisho kabisa kwamba imeshindikana. Kwa hiyo ni grupu hizo za. Kwa hiyo kwa hapo nafanya kazi na ustawi wa jamii, kuna makanisa, kuna jumuiya, kuna vyama vya kitume mbalimbali ambao vinatuletea hao vijana. Wanapofika kwetu tuna programu 4. Nitawacha zaidi muulize maswali. Programu ya kwanza, lakini zote zinaingiliana. Human formation. Kumlea mtoto, kwa mfano yule ambaye amekaa mtaani hajui, labda akiamka asubuhi kumsalimia baba, shikamoo mama, shikamoo, ukipewa kitu unapokea kwa mkono gani na unasema asante. Ile tu binadamu kama wa kawaida tunafanya mazingira yetu kuyaweka ile, kumfundisha mtoto ishi kama ya kupata yale malezi ambayo bahati mbaya hakuyapata kwenye familia. Human formation. Ya pili ni character building. Kumjenga mtoto kimaadili, kitabia. Hatutukani, hatufanyi hivi, hatufanyi vile. Kuna vitu ambavyo sisi ni watoto wa Mungu, si ndio? Tena wa Kristo, si ndio? Lakini pia binadamu, si ndio? Kuna vitu hatufanyi. Wewe ukakutana na mwenzako ukamtukana au ukampiga ngumi na hajafanya hata chochote. Na hata kama amefanya chochote, unamshtaki kwa kiongozi, mweleza kwamba fulani ananionea. Kwa hiyo tunawabadilisha tabia. Tatu, na kama nilivyosema zote zinachanganyikana. Ya tatu ni kuendana na pale tunapokuza ni psychological and spiritual accompaniment. Kumsaidia mtoto kisaikolojia, hasa wale waliojeruhika sana, kuumizwa kwenye familia na maisha ya mitaani huko. Kumjenga kisaikolojia na spiritual kupitia huduma ya kiroho, mtoto aweze kuganga vidonda vyake na makovu na maumivu ambayo ameyapitia. Then ya 4, kuendana na pale tunapomkuta mtoto kwa kijana, mtoto kuna ambao tunaweza kuweka chekechea, kuna wengine wataenda sekondari, primary, kuna ufundi, kuna wengine sasa hivi wako vioni lakini walianzia huko chini na kuendelea. Na ya mwisho kabisa, sina lengo la kukaa na hawa watoto hapa milele yote. La sivyo wataanza kuniambia, "Father, kufika umri wa kuoa nilipia mahari." Hayo tunawawezesha waweze kurudi kwenye jamii, kujitegemea. Wasimame kwa miguu yao, wajiajiri au waajiriwe. Naelewana? Basi hizo ndio vitu tunavyofanya. Nitawaacha zaidi kwa ajili ya maswali kuliko mimi kuzungumza. Karibuni. Mwenye maswali?
Hakuna uzuri, hakuna maswali. Mwenye majibu? Haya, karibu. Nitambulishe maana. David Agustino Kapanda. Tueleza mtoto wetu. Ila ni kijana ambaye nimekuja katika sababu tukamili kiwalani. Kwa hiyo nimejumuika na wenzangu kwa sababu ndio wanakuja na watoto wa huruma. Ili na mimi nije nichote kitu cha kuweza kwenda kupeleka kwa mfano. Unaweza baba ataweza kukupa namba yangu. Unapiga simu, father, tuna kikundi, tunataka kuja kuwasalimia vijana wenzetu. Then kwa kawaida huwa ni siku za Jumamosi ndio rafiki. Sababu la sivyo katikati ya wiki Jumapili, Jumatatu mpaka Ijumaa wako kwenye vipindi, wako madarasani, wako mashuleni. Ila Jumamosi ndio siku rafiki. Jumapili mara nyingi sio rafiki kwetu kwa sababu ya ratiba tulizo nazo za Jumapili. Kwa hiyo zaidi ndio hivyo. Umeelewa? Yeah. Karibu sana. Asante. Majina naitwa Faustino Kulaya, kijana kutoka Uganda. Swali langu ni kwamba hapa mmesema hiki kituo mnachukua watoto mbalimbali. Ndio? Ndio. Wa dini zote, madhehebu yote. Mtoto wa Mungu hana dini. Sasa swali langu linakuja, kwa mfano mmechukua mtoto Muislamu. Amekuja hapa. Je, na haki ya kumbadilisha dini au anaelewa kwa vile alivyoelewa? Asante. Tunapo mtoto kwamba hatubagui mtoto yoyote yule. Kama amekidhi vigezo vyetu vya kwamba au ni yatima au yuko mitaani, yuko kwenye mazingira hatarishi, awe ni wa kike au wa kiume, anaingia kwenye, na tunampa nafasi kwenye jumuiya yetu. Yeye mwenyewe akiguswa na maisha yetu akataka kubadilisha dini, kwanza lazima kama kuna mzazi au mlezi au nani, tupate kibali kutoka kwake. Lazima turuhusiwe. Sio lengo letu yani la kwanza tukaombea na mchukua alafu tunaenda kumfanya mkatoliki. Tunataka kwanza awe binadamu mwema, awe na heshima kwa Mungu na kwa binadamu, akuwe na kufikia ndoto zake. Kwa mfano, labda nitakupa mfano leo. Nimemwona kuna mama mmoja pale nje kwenye karibu tunaponaambia mikono. Amevaa Biblia. Nimemwona natumai kama. Huyo mama ana mtoto wake hapa anaitwa Abdalla. Abdalla niko naye miaka 6. Leo ni mara ya pili namuona huyo mama. Kwa miaka 6. Kwa hiyo kama nilishamsahau. Lakini huu ni mwaka wa 3. Abdalla anaomba kubatizwa. Na tumewasiliana na familia. Mama akawa amesema bana, leo mtoto amemwambia mama, mimi naomba nataka kuwa padre. Naomba uniruhusu. Na leo amemwambia tena. Yeye anasema basi akamwambia mimi nikifikia miaka 18 nitafanya uamuzi wa kuwa mnani. Watu wanasema nataka kubadilika. Ameshachagua na jina anajiita Joseph. Na hata shuleni anaandika Joseph. Kama kazi hiyo imefanyika ndani ya moyo wake, sio nani lakini sio sisi kumlazimisha kivile kwa nini. Yaani hapa kuna na wale wengine wako, kuna wale wako form chuo chake na tabia yake na mazingira yake aliyoyatoka. Sasa kila mmoja kuweza kumrudisha aweze kutambua kwamba sisi sote ni familia moja, na tunalenga, kinachotuunganisha hapa ni yale malengo yetu ya maisha. Na kama ulivyoona kuna wavulana na wasichana wa marika yote. Si ndio? Wavulana na wasichana. Ni rahisi sana kubaki na wasichana tu au na wavulana tu. Lakini hapo katika saa malezi hayo ya kumwambia mtu bwana, umetoka huko na mambo yako yaishie pale geti. Umekuja kwetu uishi hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa ile kurudia na kurudia baadaye wanaelewa. Lakini kuna changamoto ambapo kuna mwingine haelewi hicho kitu. Anakaa hapa amezoea, kwa mfano wale waliokuwa labda wanakaa mitaani, walikuwa mitaani. Alikuwa amezoea, anaamka asubuhi, anataka kuelekea sijui wapi Tandale, hapo katikati anakuta kuna mpira wa Simba na Yanga, ameshasahau alikuwa anaelekea wapi, anaishia hapo. Mara nyingine ndio baadaye analala na hapo. Kwa hiyo maisha ya kuokoteza kama kuku.
And then unafika hapa, mheshimiwa, tunakutana hapa kila siku saa 11 kasorobo. Baadaye ndio wanatawanyika kwenda mashuleni. Kwa hiyo tunaanza na sala. Baadaye wale wanaosoma hapa, walioko chekechea, walioko ufundi, walioko wanaenda kwenye usafi wa mazingira. Kama ilivyo kwenye familia, lazima vitu viende. And then baadaye wanaenda darasani. Akiwa darasani, wezi tu ukaamua na nyanyuka tunaenda kuketi huko nje. Unasimama, unamwomba mwalimu ruhusa na ukienda urudi. Sasa hapo panakuwa pagumu. Ni moja ya changamoto kubwa sana. Then mtoto anaweza kukaa hapa wiki 2-3 anasema jela gani hii? Hata kama nakula na kulala, na godoro safi na neti na nini, hii imekuwa jela. Unasikia asubuhi unaamka fulani hayupo. Amesepa kama unavyosema. Ni sehemu ya changamoto. Lakini ninachomshukuru Mungu ni kwamba ni kazi ya rudia na kusema na kuongoza zaidi na kushauri kuliko yaani mwishoni wanakubaliana na mfumo. Na bahati nzuri nilionayo kubwa sana, 95, 99 naweza nikasema ya walioko hapa tunaelewa tunaelekea wapi, na wale wakorofi wachache nao wanaingia huko. Wengi hapo ndio panakuwa pamoja. Nimezungumzia tu kipande hicho cha masuala ya malezi na nini, lakini kuna changamoto kwa mfano za fedha. Nilijiuzulu chuo kikuu ni mwalimu nikifundisha kule, nimekuja hapa kuweza kuamini shirika langu la Roho Mtakatifu. Mpaka ninapozungumza leo sijapewa hata senti moja kutoka shirikani. Mimi mwenyewe nihakikishe hawa watoto wanakula, wanalala, wanatibiwa, wanasoma. Kwa lazima nihangaike kwa ajili hiyo. Wakati mashirika mengine unaweza kukuta unaenda pale, cheki inaandikwa mwisho mwezi, basi anakununa na kutumia hela. Sasa mfumo wetu ni kwamba umepelekwa mahali, si una Roho Mtakatifu bwana. Muombe akusaidie. Niko mwaka wa 8 sasa. Tulipofika hapa, kila eneo juu ya nana anafanya kazi hapa. Walea vijana na watoto ambao ni kama vile jamii imewakataa. Yaani wameona kila anayemgusa apate tena amani. Kwa hiyo hapa wamekuja wanapata upendo kwanza kwa kufundishwa namna ya kuhusiana wao wenyewe, lakini namna ambavyo padri anawalea na walezi wa hapa wengine wanafundishwa kuwapokea watoto hawa. Tuna watoto hapa wengi na vijana wapo katika changamoto tofauti, na hiyo ndio ambayo changamoto pengine inayosababisha kwa neema wewe umekusanya watu hapa. Pengine wengine bado wanahangaika huko na huko. Tunaona tukipita katika mabarabara juzi tunakutana na mmoja, gari akiona tu chafu anaimwagia maji anaifutafuta. Umpe 1000, umpe shilingi ngapi na kitu namna hiyo. Pengine nitamani neno kwa vijana hawa ambao sasa wanaishi nyumbani lakini wako nusu, wengine wanaweza kuishi nyumbani lakini kuna mateso fulani anaweza akaona kama vile yatima, lakini kumbe sio yatima, wazazi wapo. Lakini wanaishi katika familia, lakini kuna kipindi fulani wamevurugwa ama wamepata changamoto fulani, natamani bora akakae mtaani, akakae kwenye banda ya sinema huko, au wengine vijana wakubwa akakae baa tu, maisha yaendelee na kadhalika. Nitamani wape wito vijana hawa ili wanapoondoka hapa wajue nini wafanye. Laiti mngejua maisha watoto wenzenu wanayoyapitia, hata dakika moja usingetamani kusema bora nitoke nyumbani badala ya kusoma kwenda shule nikakae kwenye mabanda ya sinema au niende mtaani na mimi. Tunadanganyana kwamba huko kuna maisha labda rahisi. Kuna shuhuda zinazotolewa na watoto hapa. Ningejua ningekuja tu na Samuel kadogo tu. Kuna mmoja nilikuwa namueleza father, unaenda mtaani huko huna chochote. Umekuja tu kwa sababu umedanganywa kwamba ukienda huko mtaani kwanza mama kwanza hataki niwe huru bana. Nizuia nisipumue. Unaamua unaelekea mtaani huko. Hujui unaangukia kwenye mikono ya nani. Mmoja alianguka kwenye Kadogo Francis, alianguka kwenye mikono ya wakaka wakubwa. Wakawa nakachukua kukuingiza kwenye chuma za madirisha ili wakaibe ndani.
Sasa yeye wanatembea naye na hathubutu, lazima abaki nao, kwa sababu wao wanamtumia yeye kama chambo ili wao waweze kuishi. Wanamuingiza kwenye madirisha, kwenye nini na kwenye maduka. Amekuja amenyofolewa kucha zote za miguu, amefungwa na pipe ranger, mifupa ya mfunani ulisagika na bado tuko naye. Kuna mmoja amekuja amechomwa pasi, amechapwa na nyaya. Na huyu Francis sio kama bado sasa hivi mavunani, alikuja amefungwa na waya, nyama yote ilikuwa imeingia ndani, imeoza kwa ajili ya nyaya na nani. Mshukuru Mungu, leo hii una mahali pa kulala na pa kuamkia. Hata kama unakula mlo mmoja kwa siku, mwambie Mungu asante. Shika masomo yako, shika mafundisho unayopewa, na wewe mwenyewe jiongeze. Jua kwamba kesho yako humsomei mama wala babu wala bibi wala shangazi. Maisha yako ndio kesho yako. Utakacho, the way you make a bed today is how you sleep on it tomorrow. Jinsi unavyotengeneza kitanda chako leo, ukikitandika ukaweka huko mawe, nani anayelala hapo? Si wewe? Au unatandika kitanda chako na kuweka huko upupu, kitakuacha wewe mwenyewe, si ndio? Sasa leo hii tengeneza maisha yako, usikate tamaa na usikubali kukatishwa tamaa. Usikubali kuingia kwenye makundi. Kuna vijana wao wanakuwa kushawishi, twende bwana, tusiende shuleni, twende huku tukafanye hiki. Kamwe hujui utajiingiza kwenye mdomo wa mamba yupi. Shukuru Mungu, na baba anawakusanya, unapata kipindi cha maadili, nakutana parokiani. Shika imani, mpende Mungu, shika amri zake, shika elimu, utatoboa. Usikate tamaa. Sawa vijana? Usikate tamaa. Na wenzako wanateseka sana. Usiharibu hapa ukidhani utapata pale. Kuna mtu yoyote amesikia kitu ambacho angetamani labda akiseme ili na mwingine ajue, ambacho wewe umeshangaa kwamba inawezekanaje? Nani ambaye katika watu ulioongea nao leo, mtu ulioongea naye, nani anatamani ashare story yake? Hayupo hapa. Labda sitashangaa kwamba hakuna aliyeeleza. Au mliongea tu mkaanza kupiga. Unadhani kwa nini? Mkaongea Simba na Yanga. Watoto nilionao. Na mara nyingi hata ukiwauliza tu, unaweza ukamwona tapo anakuambia narudi, anaondoka. Na alifiwa kwa sababu hataki kurudi kwenye ubaya ule. Wale watoto wanawatamani nyinyi. Ingekuwa ni rahisi tu wakasema naomba kuja nyumbani kwenu nikae na wewe. Ambapo wewe nyumbani pale unahisi mama akikuongelesha mara 2-3 anakutesa. Nani ameona kuku na vifaranga vyake? Hata kunguru. Si mnamwona kuku alipo na watoto wake wapo? Anachookota anamuelekeza mtoto wake. Na nyinyi nyumbani mnapokaa unaambiwa njoo uoshe vyombo, sijui ufanya hiki. Siongelei kwa wadada tu, hata nyinyi mnaocheza mpira masaa 24. Yaani vile unavyofundishwa ndivyo na wewe ukiwa mtu mzima ndicho utakachofanya. Kwa mfano wanyama, ng'ombe, yani mnyama yote anatembea na mtoto wake, kuna jani hili kula, jani hili usile. Sasa sisi binadamu kwa sababu sijui ya utashi, tunahisi tunapoelekezwa na wakubwa wetu usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki, wanatutesa. Amini nawaambia, ukiwa na hiyo akili kichwani kwamba mzazi au shangazi au bibi au mwalimu au padri anakutesa, jipange kisaikolojia. Kitakacho kutokea kikubwa. Wanasema methali, ukipanda upepo unavuna nini? Ukipanda upepo unavuna nini? Ukipanda hindi unavuna mahindi. Ukipanda upepo unavuna kimbunga. Kwa sababu huwezi kupanda kitu kidogo kikatokea kidogo. Ukipanda upepo, mnajua kimbunga? Kwenye TV wanavionyesha. Ukipanda upepo utavuna kimbunga. Sawa jamani? Kwa mimi nawaomba nyinyi, nimeona hapa kuna utoto, kuna vijana,
kuna WAWATA, UWAKA, sijui ndio wale kule au WAWAPA sijui, lakini nawaombeni sana, karibuni sana. Wapi hapa panaitwa jimbo letu la Bagamoyo, maana wengine walifikiri mko Dar es Salaam, kumbe mmeshatembea mpaka mko Bagamoyo. Karibuni sana Bagamoyo. Sawa, kwa askofu wetu Msomba. Nyinyi mlikuwa mnajua bado mpo Dar es Salaam? Huko ni jimbo la Bagamoyo. Dar es Salaam ni mkoa, lakini kikatoliki huku ni Bagamoyo. Sawa. Tumewapenda sana, asante sana baba. Asante sana baba kwa kutufikia. Mimi nina ombi la mwisho kwenu. Naona hizi? Ndio. Ukikuta kuna chupa yoyote imeanguka huko ni nyembe iangusha. Kwa kawaida sisi hapa tuna tabia moja ya kupenda mazingira. Hatuna chupa yoyote au karatasi, plastiki inayozagaa mahali popote. Na huwa tunapenda chupa kuna mahali pake pa kuwekea. Tukiyatunza mazingira na mazingira yatatunza. Si ndio? Tukiyaharibu na yenyewe pia yatasikitika. Kwa hiyo niwaombe chonde. Simeona mara moja mlipotoka kwenye basi, watoto walipita wakaenda wakaokota zile chupa. Sio kama mligundua. Tena hata bila kuwaambia. Waliona kuna kitu ambacho hakiendi. Kwa hiyo niwaombe sana chonde. Nisaidieni kwa kazi hiyo. Mungu awabariki sana. Na karibuni mno. Tukubaliane jambo moja. Mnalala mnaondoka? Mmeaga. Au nataka baba awapokee moja kwa moja. Tutapata hapo mgawanyiko wa namna mbili. Kuna wasema tunalala nje tu, lakini ukiambia kulala hawalali. Kuna wengine kutoka kati ya mioyo yao tamani kulala wajifunze zaidi. Kuna wanalalaje wanaamkaje. Lakini niwaambie tu kwamba hata hawa wanaoishi hapa hawakutegemea katika maisha yao, pengine walikuja kuishi hapa. Hata ungekaa hapa kuna kitu ungekipata, yani si rahisi. Kwa hiyo kwa sababu tuna miji yetu, sikaondoka tutolala. Ukienda huko tulale tukitambua kwamba ni kwa neema tu. Huko tunapoenda nyumbani kwetu. Hilo la kwanza. La pili ni shukrani pia. Nakushukuru baba, lakini kwa namna pekee nimshukuru huyu mama. Huyu ni jirani na hapa. Ni karibu jirani yake. Ana nyumba yake hapa inaonekana. Nilikuja siku moja kwa huduma huko akanipastori kwa juu ya kituo hiki. Baadaye nikaomba naomba unipatie namba yule padri ambaye yuko pale, akanipatia. Kwa hiyo nishirikisha mengi, nikawa nimeongea na padri. Lakini nilipofika hapa nikampigia. Nikamwambia nipo hapo jirani kwa ajili ya huduma. Tulipotezana hapa na pale. Wenyewe hata mimi niliona nilipotea kidogo. Gari Costa nilipotea, sijui na mimi nilipotea. Sijawahi kukanyaga kabisa, lakini nimekuwa na najua kuna kituo hapa, lakini kukanyaga kuna watu wanajua kuna airport lakini hawajawahi kukanyaga airport. Tunaenda Kiwalani na airport. Na hawajawahi kuingia, mnaona unaingia miti gani? Kwa kitu kingine unapita tu hapa. Unapita fika yupi unaenda na kadhalika. Kwa hiyo leo imekuwa ni neema kwangu na kwenu. Wengi wenu pia imekuwa sehemu ya kwanza pia kufika hapa. Lakini kwa namna pekee na katika kikundi chetu sijui tuna maeneo mengi tunaenda, lakini kwa upekee katika experience ya mwaka 2026 kila mtu amepata experience. Tuichukue hii experience ama uzoefu huu na kutengeneza diary ya maisha yetu, kutengeneza shajara kwamba kwa nini ninaishi, kwa nini nipo nyumbani na kadhalika. Basi hayo yote Mungu anayawezesha. Nyingine la tatu, program mara baada ya hapa. Kutakuwa na michezo na yale mengine. Kwa hiyo leo tufanikishe na tukio hili. Sijajua kama kuna timu ya mpira hapa. Wadada watatu. Pale tukwambia timu aliyoiandaa, alafu nyie itabidi mshindane nayo hata dakika 10 tu. Na kama hamna sisi kama mna vifaa vya michezo, mtacheza hivyo hivyo, mtafunga wengine. Kwa kweli kwa moyo wangu pekee kwanza kuwahamasisha, lakini pia na nyie kukubali kuja hapa. Baba, nikushukuru kwa upendo huo na kwa utume wako huu, na kuahidi kwamba
tutawaweka kwenye sala zetu, na tunakushukuru mno kwa upendo huu na moyo ulioonyesha wa dhati wa kuja. Nani vijana pia na washukuru kwa kukubali kuja. Wangapi wangesema ikitokea